Ni mbunge wa jimbo la Sumve Mheshimiwa Moses Charles Bujaga akiendelea kukagua na kujionea utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika jimbo la Sumve, na hapa anaelekea kutazama ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule shikizi ya Shirabela iliyoko kata Isabilo. Baada ya kujionea hali ya ujenzi wa vyumba hivyo, anaeleza mikakati iliyopo katika kukamilisha ujenzi wa vyumba hivyo, hali itakayosaidia wanafunzi kutokutembea umbali mrefu kufuata elimu. Shule yetu ya msingi shikizi Shirabela, nimefika hapa, nimeenda kuitembelea. Ile shule iko mbali sana, na Mheshimiwa Diwani, naomba nikuhakikishie ile shule tutahakikisha miundombinu yake inakamilika. Miundombinu yake ikamilike ili watoto kutokea Shirabela wasitembee kuja Isabilo. Mtoto wa miaka 4 anawezaje kutembea kutoka kule kuja huku kama kwenye shule ya awali? Ndugu zangu wazazi, hilo linawezekana? Mimi ndio mwenyekiti wa mfuko wa jimbo na nilikwisha kuidhinisha milioni 14. Huyu ni mjumbe wangu hapa. Milioni 14 zije kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa yale madarasa pamoja na ujenzi wa choo. Milioni 14 nimeshaidhinisha. Kwa hivyo niwaombe wananchi, mahali ambapo tutahitajika kutoa nguvu kazi olokosembishimo tushiriki, si ndio jamani? Kama kwenda kusaidia kupandisha tofali, tufanya nini? Tushiriki. Nao baadhi ya wananchi wa kata Isabilo wakaeleza baadhi ya changamoto zinazowakabili katika kata yao mbele ya mbunge huyo. Naitwa Eunice Kishosha Budomoji. Changamoto yetu ndiyo mama, ni barabara ya kutoka kona ya Apera kuja kufika mali ya huku haitoshelezi. Ndiyo. Tulikuwa tunaomba mheshimiwa wetu tusaidie kwa hilo. Shule ise ndiyo ili na miaka ile kinelolo Shirabela ina miaka ile ikoya ni serikali yentaho rero tutubona neshire nderea na rizanye bifuka byoshya yengere kwiribora duhu. Ndio untendaji wise na nkishida tupu atalenda go mukijiji untendaji wa shijiji sasa ruro atalenda karolo hambo shingotolora na hamodo pisha amendera hamogo izagariho. Ndio bila ya tendaji ngondo ya hakwenderea. Sasa tuero mpatambere kiwe wake visa gowewe. Halafu kwa kabiri namba serikali isa ya kijiji hamo ya safari kunguno hamo etambanaga, lakini utawoja toka yuaha kwandija. Wakati mwingine huyu mwenyekiti wa kijiji hawapatani mpaka sasa hivi, yani wamekuwa marumbano baada ya kusikia vile kero. Na leo ile juzi nilimwambia mtendaji wa kata kwamba mheshimiwa anakuja, mwarifu mtendaji wa kijiji awe na taarifa zile kwamba kuna ugeni wa mheshimiwa anakuja. Lakini najua alimwambia na akaniambia kwamba nimeshamwambia, na mwenyekiti wa kijiji kweli nikamwambia. Lakini cha maajabu, tumefika hapa asubuhi taarifa hamna. Jambo hili ninalisema na liwasilisha kwako, ulichukulie hatua tupate majibu. Kwa nini mtendaji analalamikiwa na wanakijiji cha Isabilo? Sio, unanisikia vizuri mkurugenzi? Mimi nakusikia mheshimiwa. Ndio. Sasa haya ni malalamiko ambayo mwananchi ameyasema, na hata mheshimiwa diwani naye amethibitisha kwamba ana changamoto hiyo. Hapati ushirikiano kutoka kwa mtendaji wetu wa kijiji. Sawa. Yaani mimi kama mheshimiwa umeliona hilo na wewe umejiridhisha hapo. Ndio. Ni kuamua kuchukua hatua. Sawa, ninakuachia hilo, uchukue hatua za haraka. Sawa. Na mimi naingia leo usiku tu. Kesho nitafanya kazi. Sawa, nakushukuru sana. Asante kiongozi wangu. Asante. Haya ambayo wananchi wameyasema leo
ni kutukumbusha kwamba haya ndiyo tuliyazungumza kipindi cha kampeni. Na mama yangu Yunus amezungumza hapa barabara yetu hii ya kutokea Fulo Nyambiti kwenda Maria. Wakati mmenichagua kwa nafasi ya ubunge, barabara yetu hii ilikuwa unaweza ukachukua masaa 4 ukitokea hapa kwenda kona ya Fela. Nilivyoingia kwenye madaraka, jambo la kwanza nililolifanya ni kuhakikisha kwamba angalau iweze kupitika kwa urahisi. Ambao mmepita hii barabara hivi karibuni, mtaona kuanzia kona ya Fela mpaka unakuja Ishingisha imekwanguliwa na ikajazwa kifusi. Kwa kiwango fulani magari yanatembea, pikipiki zinatembea. Bado kuna kipande kidogo kutokea Ishingisha kuja Bungulwa, lakini hiyo elegeteko pajadondoke homa ango chene, kwamba huo sio ufumbuzi wa mwisho wa changamoto ya barabara yetu hii. Ninaomba niwajulishe leo wananchi wenzangu wa Isabilo kwamba barabara hii tayari ina mkandarasi anayeifanyia usanifu. Sasa haya maneno mara nyingi yanasemwa sana na wataalamu, usanifu na upembuzi, kwa gharama ya milioni 520, ili waweze kujua gharama halisi ya ujenzi wa barabara ya lami utakuwa ni kiasi gani. Kwa hivyo tayari kuna msanifu ama mkandarasi anayeshughulika na kutengeneza namna gani hii barabara itafanana itakapowekewa lami. Mheshimiwa Moses Bujaga akaelekea katika kijiji cha Shilanona, kata ya Wala, kujionea ujenzi wa vyumba vya madarasa 4 pamoja na ujenzi wa vyoo vilivyojengwa kwa nguvu za wananchi, huku akikutana na mabango ya wananchi barabarani yakielezea kilio chao kikubwa cha kuomba kufunguliwa kwa shule ya sekondari Shilanona pamoja na zahanati. Ni kuhusu shule yetu na zahanati. Sasa tokea nimeingia kule, Mheshimiwa Diwani, kuna mabango kila kona, shule ya sekondari Shilanona ifunguliwe, zahanati ikamilike. Alafu hapa tumechukulia tunaenda kukagua choo na penyewe tumekutana na bango, shule ifunguliwe, zahanati ikamilike. Mheshimiwa Diwani, tukizungumza jambo tunakubaliana. Mimi niweke ahadi tu ya kwamba hii shule tunaenda kuifungua. Mheshimiwa Diwani amekuwa na malalamiko haya, watoto wanatoka Kabale kule mbali, hauhitaji kueleza zaidi ya hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi naomba niweke hii ahadi kwenu tena kwamba hii shule yetu tunafanya nini? Tunaifungua. Pale ambapo kuna mapungufu, mimi na Mheshimiwa Diwani tutafanya kazi kuhakikisha hayo mapungufu yanakamilika, shule ifanye nini? Ifunguliwe. Shule na choloni jawiza kete chumba cha hotel. Halafu watu waseme bado ina nini? Ina tatizo. Tumenda pale ulofungulike kwa ngano mget chumba shakola ala osanga le choloni. Mimi nawapongeza sana ndugu zangu wa Shilano. Zahanati mmesema na yenyewe kamilike. Mheshimiwa Diwani, kwenye mfuko wa jimbo, najua una mahitaji mengi. Kwenye mfuko wa jimbo kuna milioni 14 nimeshaziidhinisha. Milioni 14. Na kolola lola hange kale okasalio je. Nuko poneja okasalio kange hoi. Amina sana. Ili zahanati yetu ifanye nini? Ikamilike. Mbunge huyo anahitimisha kwa kufanya mkutano wa hadhara na wananchi wa kijiji cha Sumaha, kata ya Wala, huku jambo kubwa katika mkutano huo ikiwa ni ujenzi wa kituo cha afya katika kata hiyo, ambapo diwani wa kata hiyo Elias Kapunda analizungumzia kwa uchungu mkubwa mbele ya mbunge huyo. Mheshimiwa Bunge, ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 4 2024-2025, serikali ya Chama cha Mapinduzi kutoka serikali kuu ilisema wala mmepata kituo cha afya, na wataalamu wote Mheshimiwa Bunge wakaja, DMO, afisa mpango, ardhi, sijui nani, wote afisa mazingira wakaja. Mheshimiwa Bunge, kwa sababu kijiji nakipenda na kata na
Mbunge, nikawapeleka kwenye eneo kwenda kuona. Lengo langu kubwa kuja kuwabembeleza wananchi waweze kununua lile eneo na tuweze kujenga kituo cha afya. Na baada ya kurudi Mheshimiwa Mbunge, nikawaambia wananchi, wakaitikia, wakasema sisi tunanunua. Lengo kubwa tuweze kupata huduma ya afya karibu, itusogelee tupate matibabu ya kutosha. Kama ilivyo kawaida, kituo cha afya kinaenda mpaka upasuaji. Mheshimiwa Mbunge, baada ya pale siasa ikaingia, wakasema kamle mpaka kapunda lea mwakakachangela hela lurea haja kampeni. Mheshimiwa Mbunge, iliniuma. Natafuta fedha usiku na mchana, baba yangu wa fedha. Nataka niwasaidie wananchi wa Wala wapate matibabu mazuri kama mimi na wewe tunavyopata matibabu tunapougua. Na haya ndiyo majibu ya mbunge Moses Charles Bujaga juu ya ujenzi wa kituo hicho. Tunahitaji kituo cha afya. Na juzi mimi nikiwa bungeni nimeuliza kwa habari ya ujenzi wa kituo cha afya kata ya Wala, na maana yake ni kwamba kitajengwa wapi? Sumaha. Mheshimiwa Waziri ameniambia shilingi milioni 250 tumetengewa kabla ya mwaka wa fedha hukuisha, zije zianze kufanya kazi. Sasa ndugu zangu wa Sumaha, kama kuna nguvu ambayo wananchi mlitakiwa kuichangia, kama kuna ushiriki mlitakiwa kufanya, hakuna mtu wa kuwazuia, msisite hata kidogo. Milioni 250 nazisimamia, zinakuja hapa. Wala oye! Ni wangapi wanataka kituo cha afya kijengwe hapa? Sasa kuna miradi ya maji inayoendelea kwenye kata yetu. Hiyo ndugu wangu Kapunda, nishakuambia Wizara ya Maji yupo ndugu yetu Aweso, ambao ukimpigia simu moja anapokea. Wale jamaa zetu wa Ruwasa pia tukiwapigia simu wanapokea. Ninakuhakikishia miradi yako yote ya maji inakwenda kukamilika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.